Ulinzi imara ndio msingi wa amani na maendeleo ya nchi yetu. Kauli mbiu hii inaakisi ukweli kuwa hakuna maendeleo bila amani. Sasa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kiwa chombo muhimu cha ulinzi wa ndani na nje ya nchi, linategemewa kuendeleza usalama na amani ili wananchi waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Kwa muktadha huo, niwatake muitumie kauli mbiu hiyo kuendelea kuimarisha ulinzi wa taifa letu. Wito wangu kwenu, msikubali jeshi letu kuchafuka. Hatupaswi kumwacha au kumlinda mtu yoyote mwenye cheo kikubwa au kidogo kugeuza taasisi yetu ya ulinzi kuwa chombo cha mashinikizo ya kisiasa. Chombo hichi tofauti na siasa. Hiki chombo, iwe kuna CCM kwenye serikali, kuwe kuna Chadema, kuwe kuna chama gani, hiki chombo kipo tu kwa ajili ya kulinda nchi na wananchi wa nchi hii. Kwa hiyo siasa na chombo hiki ni tofauti. Ndugu CDF na makamanda, kwa muda mrefu sasa jeshi letu limeendelea kuwa la mfano katika ukanda wa Afrika na dunia kwa ujumla, kutokana na weledi, nidhamu na utii. Ili kuendelea kuwa jeshi imara na la mfano, ni muhimu kuwekeza katika mafunzo na mazoezi yanayoendana na matishio ya kisasa na matumizi ya teknolojia mpya. Nisisitize pia kwamba sambamba na kuwekeza katika mafunzo na mazoezi ya kijeshi, ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ni muhimu katika kudhibiti matishio ya kiusalama, ikiwemo yale ya kiugaidi. Kila chombo kina majukumu yake, lakini dhima kuu ni ulinzi wa uhuru wetu, mamlaka na heshima ya nchi yetu. Kwa wanawake wanaendelea kuthibitisha uwezo katika maeneo mbalimbali ya kijeshi. Katika fani za urubani, nilipokwenda kuangalia ndege zile za mafunzo tulizonunua, nilikuta marubani wanawake CDF siku ile wako pale. Lakini pia wako kwenye fani za uhandisi, udaktari na maeneo mengine ya kiteknolojia ambayo haitaki maguvu na misuli mikubwa, lakini inataka brain iliyotulia na kufanya hiyo kazi kwa utulivu zaidi. Wanawake wana uwezo huo.